hapa ninapohudhuria mafunzo jinsi ya kusali, jinsi ya kujisimamia. Nashukuru Mungu, Jumapili sio hii iliyopita, maji yaliombewa. Baba aligawa maji hapa akayaombea. Alivyoombea mimi nikayanywa, mengine nikaacha kidogo, kasema ngoja na niwapelekee watoto nyumbani. Nilipofika nyumbani nimekaa kama masaa mawili, nikaanza kuharisha. Nimeharisha sana. Yaani kama baba ukifika kichoni kama baba. Mpaka mume wangu akaniambia, "Kwani umekula nini?" Nikamwambia, "Hapana, sijala kitu." Haya, nikaja birthday ya baba, nikala keki. Nilipokula tena keki, nilipofika nyumbani tena hali ikawa ile ile. Baada hapo kuna kitu kama nimekinoti, kitu ambacho kinisumbua karibia miaka 4. Nashinda jinsi ya elezea tu kwa mafumbo kwenye akili zao, wenye D2 wataelewa. Sema amina. Mwambie nako hiyo inaokuja uwe na D2. Karibu. Asante. Ilikuwa ikifika ule muda wa keki, mimi nilikuwa sipendi kabisa, nakasirika na pia napata maumivu makali sana. Ile shamba miaka 4 nilikuwa nimehangaika hadi mizizi nimekunywa, lakini shida ipo pale pale. Yaani mpaka nikaa nachukia kabisa, nisitaki kusikia iko kitu. Lakini tangu siku nilipoharisha, tena nilipoharisha mara kwanza, nikaa nimepata na period kidogo, ambayo period nilikuwa nishamaliza kupata. Sasa bado nilipata na period. Lakini tangu nilipoharisha hivyo, na mimi muujiza wangu umetokea, ile hali imeisha, imekata kabisa. Na mimi yale siyasikii tena. Tena mume wangu alikuwa anapanga kunipeleka hospitali, akasema mbona hii tatizo lina muda mrefu, miaka 4. Sasa hali tutaishije? Lakini akiwa na wazo hilo, Mungu akawa tayari ameshafanya operation. Namshukuru Mungu kwa hilo. Naambia watu wasikate tamaa, Mungu yupo. Mungu yupo kanisa hili na anatenda ukimtumikia na kwa unyenyekevu. Mungu anatenda sana. Namshukuru Mungu. Pe Bwana makofi mazuri. Umemwelewa vizuri? Kama umeelewa, wakati ikifika wakati wa meza ya Bwana alikuwa anapata stop. Sema amen. Amen. Lakini baada ya Mungu kumfungua meza ya Bwana sasa hivi iko sawa. Sema amen. Amen. Na wewe ukapokea hiyo neema ya kushinda katika jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu akakushindie katika jina la Yesu. Hebu shangilie Bwana. Shangilie Bwana. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Na kuna watu niliwaambia utapata maji. Hawakuja, wengine hata waliacha. Lakini waliotii, hebu ona kwa mfano huyo dada ametoka Kitunda, hata sijui Kitunda hivi, lakini ni Kitunda, ni matembele janga. Matembele ya pili nimeenda, hata kesho kuna mission tunaenda kufanya matembele ya pili kesho. Mbali. Kiukweli ni mbali matembele ya pili. Nilifika nilienda na nilitokea pale hapa mimi naita banana na bajaji. Nishangaa tufiki tunaenda tu. Haleluya. Lakini Mungu ni mwema. Hebu angalia udada. Eti asubuhi na mapema sikia hata hiyo mvua imenyesha, labda njia alikuwa anapita ndio mvua imenyesha. Lakini amewahi baadaye. Cha ajabu kwenye hii huduma wanaokaa mbali wanawahi kuliko na karibu. Amen. Rose anakujaga iwe inyeshe isinyeshe.